Hujambo mwanafunzi, katika video hii tutaangalia sajili ya nyumbani. Kumbuka hii ni mojawapo ya sajili za kawaida ama sajili ya kawaida. Na katika mandhari au mazingira ya nyumbani, lengo la mazungumzo katika mazingira haya hutegemea sifa. Lengo la mazungumzo katika mazingira ya nyumbani hutegemea, jambo la kwanza, wakati. Kwa sababu salamu za asubuhi huenda zikatofautiana na salamu za mchana. Tunaposema wakati na maana kwamba mazungumzo yanapotokea katika mandhari ya nyumbani, watu husalimiana. Kwa hivyo, wakati ndio hutegemea salamu. Iwapo watu watasalimiana wakati wa asubuhi, salamu za asubuhi zitakuwa ni tofauti na pengine salamu za jioni au pengine mchana. Kwa hivyo tunaambiwa, wakati mazungumzo yanatokea katika mazingira ya nyumbani, lengo la mazungumzo hutegemea mambo haya. Jambo la kwanza tunaambiwa ni wakati. Jambo la pili, matilaba au haja. Ni haja gani ambayo inapelekea mazungumzo kutokea? Tunaambiwa kwa mfano, iwapo mtoto anataka kuzungumza na mzazi kwa nia ya kuomba au kutaka kitu fulani, atatumia lugha ya unyenyekevu. Mtoto atatumia lugha yenye unyenyekevu zaidi anapotaka kuomba kitu kutoka kwa wazazi wake na mambo kama hayo. Kwa hivyo jambo la pili ni haja. Iwapo una haja ya kusaidiwa jambo fulani katika mazingira ya nyumbani, utatumia lugha ya unyenyekevu. Tatu, tunaambiwa kuna wahusika. Wahusika ina maana kwamba iwapo ni mtoto anazungumza na mzazi wake, atatumia lugha ya heshima. Iwapo ni dada na dada au kaka na kaka wanazungumza, pengine huenda wasitumie lugha ya heshima kwa sababu ya ule uhusiano uliopo kati ya wahusika hawa ambao wanazungumza. Na jambo la nne, kuna jinsia. Jinsia inamaanisha kwamba katika mazingira ya nyumbani, jinsia ya kike huzungumzia mada tofauti na jinsia ya kiume. Iwapo utapata ni mama na binti zake wakiwa pale jikoni wakipika, watazungumzia labda mambo kama mavazi, vipodozi na kadhalika. Lakini kama ni wazee, pengine babu na baba, watazungumza mambo kama siasa, kandanda, biashara na mambo mengine. Na jambo la tano tunaambiwa mada. Mzazi anapozungumza na mtoto kuhusu masuala kwa mfano ya elimu, atatumia lugha tofauti na anapozungumzia swala la nidhamu. Kwa hivyo ina maana mada ambayo inazungumziwa pia itategemea lugha ambayo itatumika katika mazingira ya nyumbani. Na sita, tunaambiwa kwamba umri. Umri ina maana kwamba unapozungumza na ndugu yako utatumia lugha yenye ucheshi na chuku zaidi ya jinsi utakavyozungumza na mzazi. Pengine ukizungumza na mzazi utatumia lugha ya heshima, lakini unapozungumza na ndugu yako utatumia lugha ya ucheshi. Kwa hivyo jambo la kuzingatia hapa ni umri, kwamba mzazi umri wake umekwenda, basi utatumia lugha ya heshima. Na saba na mwisho tunaambiwa uhusiano. Uhusiano ina maana kwamba mama atatumia lugha rasmi zaidi anapozungumza na kijakazi wake, na pengine anapozungumza na mtoto wake urasmi hautazingatiwa sana. Kwa nini atumie lugha rasmi? Kijakazi ni kama mfanyikazi wake. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo yatazingatiwa katika mazungumzo ya mandhari ya nyumbani. Kwa hivyo tuangalie sifa za sajili ya nyumbani. Sifa za sajili ya nyumbani. Sifa ya kwanza, kuna matumizi ya lugha sanifu. Lugha sanifu hutumika pale ambapo wazee wana umilisi mkubwa wa lugha, hivyo hutumia lugha sanifu. Kumbuka tulieleza katika kaida za lugha, umri wa wazee ni mkubwa, kwa hivyo umilisi wao wa lugha ni mkubwa, basi watatumia lugha sanifu. Lakini wapo ni watoto, huenda wasitumie lugha sanifu na yenye tamadhari nyingi kwa sababu watoto umri wao bado ni mdogo, basi hawana umilisi mkubwa wa lugha. Hilo ni jambo la kwanza. Hiyo ni sifa ya kwanza ya sajili ya nyumbani, matumizi ya lugha sanifu. Pili, kuna matumizi ya lugha ya mafumbo. Bado tu ni wazee ambao watatumia lugha ya mafumbo. Iwapo yale mazungumzo yatakuwa ni baina ya wazee katika mandhari ya nyumbani, watatumia lugha ya mafumbo. Pia ni kwa sababu ya umri wao. Umri wao ni mkubwa, basi wana umilisi mkubwa wa lugha. Na sifa ya tatu, kuna matumizi ya lugha ya heshima. Matumizi ya lugha ya heshima. Kwa sababu gani? Katika mazingira ya nyumbani, watoto hutumia lugha ya heshima kwa wakubwa wao. Wakubwa wao ni kama wazazi wao, wazee, watu wowote ambao wamewazidi umri. Hii sajili ni sajili nyepesi tu. Utafikiria ni kina nani ambao watapatikana katika mazingira ya nyumbani, basi utapata tu sifa moja kwa moja. Lugha sanifu,
lugha ya mafumbo, lugha ya heshima. Na tuende katika sifa ya 4. Na sifa ya 4 tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya sentensi fupi fupi. Sentensi fupi fupi hutumika ili kurahisisha mawasiliano. Hali hii pia hutegemea hulka ya mhusika. Tunaposema hutegemea hulka ya mhusika, hulka ni sawa na tabia. Ina maana kwamba kuna watu ambao wana mazoea ama wana tabia ya kuzungumza mambo kwa kifupi fupi. Mtu akiulizwa tu hujambo, anasema si jambo, na hakuna maelezo mengine ambayo atatoa. Kwa hivyo iwapo utaulizwa ni sababu gani ambazo pengine hupelekea matumizi ya sentensi fupi fupi katika mazingira ya nyumbani, sababu ya kwanza tunaambiwa ni kurahisisha mawasiliano. Sababu ya pili pengine utasema ni hulka ya mhusika. Wale wahusika ambao wanapatikana katika mazingira ya nyumbani. Kuna wale ambao wana hulka ya kutumia sentensi fupi fupi. Sifa ya 5 tunaambiwa kuna kubadilisha maudhui au mada, na tunaambiwa kwamba mada hubadilika kutegemea lengo la mazungumzo, kwamba ni ujumbe gani unaowasilishwa. Kumbuka haya ni mazingira ya kawaida. Na katika mazingira ya kawaida ni jambo la kawaida mada au maudhui kubadilika. Na 6 kuna kubadilika kwa msamiati. Msamiati hubadilika kwa sababu mada hubadilika. Haya mambo mawili huenda pamoja. Kubadilika kwa mada na kubadilika kwa msamiati. Iwapo mada itabadilika, basi msamiati utabadilika. Kwa sababu si kila msamiati ambao utatumika kwa kila mada. Kila mada ina msamiati wake mahususi ambao ni tofauti na msamiati wa mada nyingine. Na 7 kuna kusitasita. Mtu huenda akasitasita katika mazungumzo kwa sababu atahitaji wakati wa kufikiria anachokisema. Mtu anapohitaji wakati wa kufikiria anachokisema. 8, tunaambiwa kuna matumizi ya viziada lugha. Viziada lugha natumai unaelewa ni nini. Viziada lugha kama vile kurusha mkono, kutabasamu hutumika katika mazingira ya nyumbani ama katika sajili ya nyumbani. Na sajili ya nyumbani ni sajili ya kawaida. Na 9, kuna kukatizana kauli. Kukatizana kauli hutokea kutegemea hulka ya mzungumzaji. Pia, hakuna kanuni ambayo inaongoza ni nani aseme kwanza, aseme nini na aseme vipi. Utarejelea sababu za kukatizana kauli tulizipitia katika sifa za jumla za sajili za kawaida. Kukatizana kauli, ukitoa sababu yoyote ile inakubalika. Na sifa ya 10 ambayo pia ni ya mwisho, kuna kukiuka kwa kanuni za sarufi. Katika mazingira ya nyumbani, hamna kanuni zinazotawala matumizi ya lugha. Kwa hivyo kanuni za sarufi hukiukwa au kanuni za lugha hukiukwa. Naam, tutakomea hapo kwa sasa. Tutaendelea katika sajili nyingine. Kwaheri.